Kwanza pole kwa msiba huu mzito, lakini pia tungependa kufahamu jina lako. Kwa majina naitwa Michael Herman. Marehemu ni mjomba wangu na mimi ndio msemaji wa familia. Watu wengi wanatamani kufahamu nini chanzo cha kifo chake marehemu Onyango. Kwa kweli afya yake kidogo ilianza kushuka chini kidogo kama muda kidogo, lakini shida sana ilikuwa swala la mapafu, inaleta shida kidogo, lakini mpaka last week tulikuwa naye, alipelekwa hospitali kwa ya matibabu sana. Baada hapo akahamishiwa Garo mpaka mauti ikamkuta jana usiku wa kuamkia leo mida saa 7 saa 8. Na ameugua kwa muda gani, na madaktari walikuwa wakisemaje vile ambavyo mlikuwa mkimpeleka hospitali akiendelea kupambania afya yake? Ilikuwa ni vitu vya kawaida, vitu vidogo vidogo tu, mara kifua, miguu. Baadaye ndio kuja kujulikana kuna kupata hard time kidogo ya pumzi. Hicho ndicho kilipelekea mauti. Na marehemu Onyango ameacha watoto wangapi, na ameacha mke au wake? Anko ameacha mke mmoja na watoto kadhaa. Watoto kadhaa. Taratibu za mazishi zikoje? Taratibu za mazishi ni kwamba tunategemea anko kumpumzisha siku ya Jumamosi katika makaburi ya Kondo, na utaratibu ni kwamba taratibu zote za mazishi zitafanyika hapa nyumbani, na ratiba iko hivi: kuanzia asubuhi saa 2 tutakuwa na kifungua kinywa. Baada ya hapo ni saa 4 saa 5 kutakuwa na chakula. Baada ya chakula kutakuwa na ibada. Nategemea kwamba tutaenda makaburini mida ya saa 8-9 tutakuwa makaburini kwa Kondo. Na ni vitu gani ambavyo wewe kama mjomba unavikumbuka ambavyo alifanya marehemu na hutakuja kuvisahau, au moment gani ambayo ulikutana nayo kabla ya kifo chake? Kama mlizungumza, alikuwa anasema nini? Lakini kwa jinsi ambavyo ulimuona mara ya mwisho, alikuwa kwa hali gani? Mara ya mwisho alikuwa yuko kachangamka, na yeye kwa familia alikuwa ni mtu ambaye kwa karibu na familia. Ukienda na shida mtaongea, mtatoa mawazo kidogo, lakini hakuwa ni mtu ambaye kusema kwamba labda alikuwa yuko karibu sana na familia. Tumeshirikiana kwa mambo mengi mno, na alikuwa ni msaada sana kwa familia kunapotokea na kama matukio hivi, sherehe vipi, tulikuwa naye kote katika shughuli zote. Kwa hiyo kwetu sisi ameacha pengo. Na alikuwa kiungo namna gani kwenye familia yenu? In fact yeye ni anko, kwa hiyo alikuwa ni mtu muhimu sana. Mamake anko ni mama, na mama unajua ni mtu mzima, kwa hiyo yeye alikuwa anachukua jukumu. Ni kitu gani ambacho wewe unakikumbuka na akakiacha kwako kama alama, kama mjomba, kipindi hichi ambacho ametangulia mbele ya haki? Hapana, mimi na yeye, mfano kama mimi binafsi, tumeshirikiana vitu vingi sana toka enzi ya ujana, toka nikiwa mdogo mpaka sasa hivi tumekuwa mtu mzima, nimeishi naye. Kwa hiyo ni mengi sana tulikuwa tunayafanya. Neno lako moja kwa watu ambao wanakutazama sasa hivi na wakitarajia Jumamosi kwa ajili ya kwenda kumpumzisha mpendwa wao kwenye makaburi ya Kondo kama ambavyo umesema, msemaji wa familia? Hebu rudia. Nasema neno lako la mwisho moja kwa siku ya leo kwa msiba huu mzito. Sisi kwa kweli tumelipokea, na neno la mwisho ni kwamba tunawakaribisha wote katika huu msiba kwa kuweza kumpumzisha mpendo wetu,
na tunaomba basi tufuate yale ambayo mazuri ambayo alikuwa ameyafanya, basi tuyafuate. Unaelewa? Ni hilo. Pole sana. Asante. Pole sana. Okay. Asante. Umefanya kazi nzuri, lakini umekaa na wasanii wengi na unawafahamu ndani nje, kwa maana ya maisha ya ndani na maisha ya nje ya sanaa. Vile ambavyo ulikuwa umeishi na marehemu kabla ya kifo chake, jinsi ambavyo style alikuwa anatumia kuigiza, watu wengi walikuwa nadhani labda ni Mkenya. Mmoja wapo ni mimi, nilikuwa nadhani labda ni Mkenya. Wewe ukiwa unazungumza naye kikawaida, labda ulikuwa ukiuliza style yake ya uigizaji au chochote kile ambacho unakijua sisi ambacho hatukijui, labda tufahamishe. Kila mtu Mungu anampa kipawa chake. Yule alipewa kipawa na Mungu, alibarikiwa akakionyesha, ndio maana wewe ukawaza kuwa ni Mkenya. Si umenielewa? Lakini kile ni kipawa. Ile ndio maana ya sanaa. Ndio maana nakwambia aliondoka ni senior. Kwa sababu alikuwa na kipawa, alikuwa na uwezo wa kuigiza mpaka jamii ikagundua huyu sio raia wa Tanzania, huyu ni Mkenya. Ni kwa sababu ya kipawa. Kile ndio kipawa. Ule ndio uigizaji. Sio sasa hivi mtu ana act Masai lakini hana Umasai wote na huyu mbona msalamu. Kwa hiyo ni changamoto. Umejania wenzetu walikuwa na kipawa. Hata yule mwenzake alikuwa anaitwa Mwita zamani ulikuwa akiact hivi mpaka unaogopa, unasema huyu jamaa anajua. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya sanaa. Brother, sanaa ni jukumu likubwa, ndio maana mimi huwa nakasirika sana na ninasema hadharani, sanaa sasa hivi imeingiliwa. Mtu akishindwa tu maisha naye msanii. Sio kipawa. Mtu akifeli maisha msanii. Mtu akifeli maisha baba mchungaji. Mradi tu ukijua ukiweza tu kufanya kazi kama za dalali kumconvince mtu anunue gari na wewe unakuwa mchungaji. Sijui umenielewa bwana. Mimi nakasirika sana. Na ungekutana na moment kama hizo Steve Nyerere wewe unafanyaje? Mimi nakasirika sana kwamba sanaa ni weredi unatoka kwanza kwa Mwenyezi Mungu, pili weredi ambao unauona mtu anaonyesha sanaa yake. Ndani yani sanaa ni mvuto. Jamii inavutika na wewe kwa kile unachokifanya. Kwa hiyo jamii ilivutika kwa kauli za Onyango. Sijui umenielewa, yani ile ongea yake la fuse ya Ukenya ya Onyango, watu walimpenda. Ndio maana nimekuambia mimi Onyango hakuwahi kugombana na mtu. Onyango hujawahi kumuona kwenye magazeti ana kashfa. Onyango tulimuona kwenye magazeti akiwa na furaha kwamba Onyango atakuwepo katika tamasha fulani. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake alikuwa na kipawa cha kukonvince watu. Sasa hivi kumekuwa yani mtu kajipiga picha tu za uchi kidogo kwenye mitandao anaingizwa kwenye tamthilia. Mtu anajua kuongea sana, basi amepiga maneno sana, anaingizwa kwenye comedy. Sasa wazee kama hawa ndio walikuwa wanakaripia kwamba hili sio jambo jema sana. Kwa hiyo tunaondokewa na wazee wenye busara. Na mimi nalipinga sana kwa sababu tunapoelekea huko sanaa yetu itakuwa haina mvuto tena. Na itakuwa inafundisha maadili ambayo sio mema kwa familia zetu tunapoelekea. Lazima tukubaliane kwamba sanaa ni kioo cha jamii. Waliosema sanaa ni kioo cha jamii sio wajinga. Kwa sababu sanaa inagusa maisha ya watu. Unaweza kuitumia sanaa yako ikamrekebisha mtu. Sanaa hiyo inaweza ikamrekebisha mtu. Sanaa hiyo inaweza kumtoa mtu kwenye madawa ya kulevya. Sanaa hiyo inaweza kumtoa mtu kwenye uvutaji bangi. Sanaa hiyo inaweza kumtoa mtu kwenye ujambazi. Ni sanaa. Ukiwa na sanaa ndani ya moyo wako ni jambo kubwa sana. Mungu akikupachika sanaa, sanaa ni kuzidi elimu. Sanaa inatoka ndani ya mwili, Mungu ameweka kitu. Elimu unakutana na mtu tu naye anakufundisha unapata elimu, lakini sanaa ni kipawa ambacho Mungu amekupa. Kipo ndani yako. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba na narudia, niwaombe wasanii, wadau mbalimbali wa sanaa, vyombo husika ambavyo viliweza kumtumia Onyango kwenye matangazo ya kibiashara na Onyango ni mtu wa watu, ni vyema familia yake na majirani zake na wadau mbalimbali ni vyema wakashiriki katika msiba wa kumpumzisha nyumba yake ya milele, kwa maana hatutamuona tena. Tutabaki na zile tu audio zake na video zake ambazo zilikuwa zinafanya vizuri. Umeelewa? Kwa hiyo hii ni mara yake ya mwisho ambayo tunakuja kumsindikiza mwenzetu. Niwaombe wasanii wote na wadau mbalimbali wajitokeze kwa wingi. Asante sana kwa siku ya leo, inatosha. Nakushukuru. Bwana ni Steve Nyerere amezungumza mambo mengi tena ya kufundisha, na umesikia kile ambacho alikuwa anasema kuhusiana na marehemu Onyango ambaye taratibu na